Ya kushangaza anasema na mna uwezo wa kufanya zaidi ya jinsi mimi nilifanya. Napochunguza na kujifunza kwa sababu anasema hivyo ni kwa sababu muda wake aliyokuwa nao na mitume ilikuwa ni muda mfupi. Muda wake wa huduma ilikuwa ni muda wa miaka 3 tu. Ndio anasema mkiamini tu na kupokea neno hili kulitia katika mioyo yenu, ni hapo mna uwezo wa kufanya mambo makubwa. Hakuna mtu anaweza kufanya kitu ambacho hajafunzwa. Kila ambacho mtu anafanya kama mtoto anafanya ile ambayo anaona kwa baba. Ndio mbona nakwambia kwa shauri zako zote mfamie ziko nini kama wewe maisha yako haijana hiyo shauri. Kama mzazi huko anambia mtoto tembea hivi, tembea hivi, tembea hivi. Meosilo mta maisha yako yamwambia kama atembee hivi. Kitu chako ni kama iko nini sana zote. Lakini Yesu anasema aminieni nawaambia hakuna anachofanya mwana kama hajaona kwa baba. Mwana alitaka kutoa mwili wake kwa ajili yetu. Na sisi pia tulitaka kutoa miili yetu sasa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Tulitaka ya kuwa miili yetu ni kama ya Bwana ya Roho Mtakatifu. Hekalu ambayo haipashi kuendelea kuonekana inajaa dhambi. Hekalu ambayo haipashi kuendelea kuonekana inajaa uchafu. Ndugu mpendwa, mimi na wewe ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Unapoamini Yesu Kristo, alianza basi kuitika ya kujua ya kuwa mwili wako tena yako. Inakuwa na mwenye nayo. Asikia leo. Na nitakuomba tu. Waze kutambua kwa yote ambayo tunataka kufanya katika maisha. Kama haina mfano wa Yesu Kristo, inaendelea kuonekana ni kazi za mwili. Decision ambayo unaweza kukamata katika maisha yako, kama ni decision ambayo haiendani na alivyofanya Yesu Kristo, kama ndio mfano wetu, tunaendelea kuonekana tunapotoka. Sasa sisi ni watoto wa Yesu Kristo. Sisi ni watoto wa Mungu, lakini mbona tunafanya matendo yaliyo nje na alivyofanya Yesu Kristo? Yesu anasema hapa, "Piga mchafu moyo tega ingine waipige."